twaja kukuimbia tena, kukusifu kwa nyimbo tena, watukuinua tena, wakutukuze wewe tena. Haya tena, twaja kukuimbia tena, kukusifu kwa nyimbo tena, watukuinua tena, wakutukuze wewe tena. Jicho ujione miondoko tunayokanyaga, mifumo uliotujengea. Haya tena, twaja kukuimbia tena, kukusifu kwa nyimbo tena, watukuinua tena, wakutukuze wewe tena. Haya tena, twaja kukuimbia tena, kukusifu kwa nyimbo tena, watukuinua tena, wakutukuze wewe tena. Tunakuelimisha, tunakuburudisha, tunakupasha. Radio Amani 88.3 FM, ngome ya nyumbani. Vinavyoonekana, na visivyoonekana.
ninavyohoja kama Mwenyezi Mungu mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Virtual DJ. Tunakuelimisha, tunakuburudisha, tunakupasha. Radio Amani 88.3 FM, ngome ya nyumbani. Mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Yes, karibu sana msikilizaji. Karibu tena zaidi, ikiwa ni siku njema zaidi. Tarehe ikiwa ni 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Unanipata kwa maeneo gani? Karibu tena sana. Kipindi hewani ni Amani Usiku Super Tuesday. Mwezi wa 7 tunapatana kwa mara nyingine tena. Unaniita Usiesu, kuniita Beki Levin, nitakuwa naitika kama ilivyo desturi. Ziko zimekatika 17 dakika baada ya saa 2. Amani Usiku, kipindi hewani ikiwa hapa kwa niaba yake Mzito, ukipenda muite Marcelo, ambaye ameniambia Devi acha nipumzike kidogo. Kwa hivyo utakuwa napiga shughuli hapa kwa niaba yake Mzito kwenye kipindi cha Amani Usiku. Siku ya Jumanne kama kawaida tunajiconnect na Christ. Tayari wageni wa kwangu washafika. Ninao mabinti wawili studioni. Piga luku kweli kweli bwana. Tutakuwa nazungumza nao, tutakuwa napiga nao story hapa. Watuambie leo wametuandalia yepi. Basi kama unaingia ndani ni Radio Amani, ngome ya nyumbani 88.3 FM 105.1. Kidogo utaniwia radhi pale kwenye sauti, mafua kidogo yanaleta shida, lakini nimetembea na mwarubaini leo. Hata sauti jaribu kukataa, nimetembea na mwarubaini bwana. Homa haiwezi katuzuia kufanya kazi, au sio? Kwa hivyo karibu sana, kama ilivyo desturi tunaanza kwa sala. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Asante Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, ama kunradhi usiku huu wa leo. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunakualika ukeza kutembea nasi, tuongoze, tuanze nawe, tumalize nawe, na ewe Mwenyezi Mungu sikiliza sala zetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Yani sasa ndio madhara ya kuzoea kuingia asubuhi. Yani wakati unazoea kuingia asubuhi, hata wakati unaingia usiku kichwa inagonga tu asubuhi. Lakini yote 9:10 hamna tatizo. Karibu sana, tutembee pamoja kuanzia mida ya saa 2:18 zimekatika baada ya saa 2. Tunakwenda hadi saa 6 usiku, basi usiwe na wasiwasi. Nimekupanga, au sio? 105.1 Baringo mko ndani, Elgeyo Marakwet.
Nakuru 88.3 pale Facebook kama kawaida, tuko live, tuko mbashara. OCS nyuma ya mitambo niko Ange, yote 9:10. Karibu sana. Haya basi, naomba niwakaribishe wageni wa Kongo, manake tayari 19 zimekatika baada ya saa 2 msikilizaji. Wakati huu naomba niwakaribishe wageni wa kwangu. Ikiwa ni siku nyingine safi zaidi, siku ya Jumanne kama ilivyo desturi kila Jumanne, kwenye kipindi Kiamani Usiku tunazungumzia masuala ya Jiconnect na Christ, vile ambavyo tunajiunganisha na Kristo. Na kwa hivyo siku ya leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya social media, vile ambavyo nimefahamishwa hapa na hawa mawinti ambao tayari wameshafika. Wanasema leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya social media leadership, uongozi na ushirikishaji wa vijana pale hasa kwenye mitandao yetu ya kijamii pale. Wacha tusikie ni yepi wametuandalia pale, lakini mwanzo tuweze kuwafahamu, tujue ni kina nani tupo na wao hapa studioni. Nitakuwa nawakaribisha tu waweze kujitambulisha, tuelezee labda wanatokea maeneo yepi na pia nafasi ipi wanahudumu katika afisi hii ya wanarika ama ya vijana katika jimbo letu. Mwanzo nianze na yule ambaye yuko kwa ukaribu tu, tuelezee labda, karibu sana. Utakuwa unajitambulisha tu kwa msikilizaji ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, labda jina la kwako, unatokea parokia gani, na pia nafasi ambayo unashikilia labda kwenye ofisi ya wanarika ama youth. Asante Debbie. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Fiona Mwangi kutoka Christ the King Cathedral, moderator wa vijana hapo na pia moderator wa vijana katika dekania ya Nakuru. Asante. Kwa hivyo huyo ni Fiona ambaye anasema ni moderator wa vijana katika parokia ya Kristo Mfalme Kathedrali na pia katika dekania hii ya Nakuru. Basi pia nina binti mwingine ambaye pia amepiga luku kweli kweli. Wacha naye pia tuambie yeye anatokea maeneo gani na nafasi ambayo anahudumu. Karibu sana. Thank you. Pauline Wanjiru, Mwiruri, kutoka dekania ya Naivasha. Parokia ni ya Mtakatifu Francisco Saveri. Pale mimi ni vice moderator wa vijana. Na wewe ni vice moderator. Kwa hivyo tuko na moderator na tuko na vice moderator. Wewe unatokea kule Naivasha, kule Francisco Xavier. Najua tutakuwa tunatembea yale maeneo siku ya Jumapili kule. Kwa hivyo anza kunizoea mapema. Alafu tuko na Fiona kutoka pale Cathedral. Msikilizaji, basi wale ambao umewasikia, wale ambao umewapata mabinti wawili hawa ambao tutakuwa tunapiga nao story moja kwa moja tu, tuingie kwenye mada, maana yake tunazungumzia uongozi wa vijana na kwenye mitandao ya kijamii. Tunazungumzia uongozi wa vijana na hususan wanavyojihusisha kwenye mitandao ya kijamii pale. Kwa hivyo kile ambacho tungependa tu kuangazia ni mitazamo hasa ya kile ambacho kinawaleta vijana karibu na Kristo, au wakati vijana wetu wanajishirikisha pale kwenye mitandao ya kijamii. Manake kwa sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, vijana wetu kwa wingi zaidi wako pale kwenye mitandao, si pale TikTok, si pale Facebook, si pale YouTube, kule Instagram, wako kila mahali, kule Twitter, vijana wako kila mahali. Je, wanaposhiriki katika mitandao hizi za kijamii kila siku, na niliona mahali kuna utafiti unasema vijana wengi wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii hata kuliko shughuli zingine ambazo wanazifanya. Unapata mtu wako Facebook kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Hata ukimuita kuja akule, hata wengine hata wanapika pale nyumbani, anasahau chakula kinaungua akiwa TikTok. Nadhani Fiona si mmoja wao. Kwa hivyo labda tuanze tu na dada yetu pale Fiona. Labda utuelezee kwanza, nyinyi binafsi mnajihusisha vipi na mitandao ya kijamii, na labda wewe binafsi unapatikana kwenye mtandao upi ambao unahisi ya kwamba hapa ndio mimi naunganisha vijana zaidi. Karibu sana. Asante sana Debbie. Personally niko kwenye WhatsApp na pia TikTok na YouTube. Venye ambavyo natumia those apps, I use them for learning kwa sababu mimi ni mwanafunzi, pia communication. Tukiwa na event kama ya dekania ama ya parokia, tunapost kwa hizo TikTok channels, WhatsApp pages, na pia evangelization. Sometimes sisi kama Christ the King tuko na prayers za rosary zinafanyika online, na pia tukiwa na activities kama maybe charity events, tumeenda kutembelea street kids,
orphanage, children's home, pia hizo tunazipost huko. Naam. Labda nikirejea kwako Pauline, wewe unajihusisha na mitandao ipi? Labda unajua kuna wale ambao wanasema mimi siko Facebook lakini niko YouTube, mimi siko TikTok, na TikTok niko sure upo. Unajihusisha na mitandao ipi, na labda wewe mtazamo wako kuhusiana na mitandao hii ni ipi, na unazitumia vipi kuhamasisha vijana? Asante sana. Vile ambavyo umesema, niko na all apps, TikTok, Instagram, Facebook and also WhatsApp. Under this context, sisi kama kijana kutoka Naivasha, most of the time unapata during liturgical dances tuna record pale, during charity works. Pia hiyo kwangu mimi kama mmoja wao ambaye nina dance inanifurahisha sana, kwa sababu pale after tumemaliza misa tunaangalia zile video, tunafurahia sana. Na pia hiyo pia imetusaidia sana kuvutia pia watu. Kama kigango ambacho mimi natoka ni Kihoto, unapata tulikuwa tunafanya liturgical dances most of the time before flooding came, and ilikuwa inanifurahisha sana. So the thing I'd say about these apps, it's normally how you use them to evangelize, venye Fiona amesema. Aspect yetu na outcome baadaye after tumerecord na kila kitu, kuna umuhimu cha msingi ni tunavutia watu namna gani. Kwa nini mnafikiri ya kwamba labda vijana wengi wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii kuliko katika shughuli nyingine za kujenga maisha yao kiroho? Yaani vijana wengi unapata hata Jumapili hawaingii pale kanisani, wako kwenye mitandao ya kijamii. Siku hizi nimeona mpaka kuna wale ambao kwenye mitandao ya kijamii wametengeneza kanisa zao pale. Wanakuja pale wanatoa sadaka. Nilisikia siku hizi mpaka watu wanafunga harusi pale TikTok. Naona mkicheka haya maneno mnayajua vizuri. Mbona mnafikiri ya kwamba vijana wengi wanatumia muda mwingi kwenye mitandao hii ya kijamii katika shughuli nyingine bali na katika shughuli za kuleta pamoja na kujadili hata masuala ya kimungu? What I'd say about that, vijana wengi wanapenda convenience, vitu vya haraka sana. Unaamka asubuhi pale unahitajika kuwa umefika kanisani, lakini unakumbuka Fiona ataenda live. Wewe unaona ulale uingie kwa blanketi uendelee kuonea pale. So first thing ni convenience, ambayo pia in a way iko na disadvantages zake. Jambo la pili, nafikiria ni uzembe tu tuko nao. Tunataka kila kitu iwe virahisi. Na what I'd say about that, in as much as tunafanya digital evangelization, haifai kuja kuchukua nafasi ya in-person fellowship. Tunafaa pia kutenga wakati, tunaenda kanisani, tunaabudu pamoja na wengine. Naam. Labda nikirejea kwako Fiona, wewe mtazamo wako kuhusiana na hawa vijana wetu ambao mara mingi wapo pale kwenye mitandao ya kijamii, siku za kwenda kwenye jumuiya hawaingii pale, lakini pale TikTok hawakosi kuanzia asubuhi mpaka jioni wapo pale. Unahisi kwamba kwa nini wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii kuliko katika shughuli za kimungu, kwenda kusaidia shughuli pale kanisani? Mtu anakuambia hai, niko busy sana, in fact niko na meeting online saa 2. Na asante. Mimi vile nafikiria vijana wengi saa zingine wanatumia social media because of peer pressure and also the fear of missing out. Like for example, mimi sikuwa TikTok, but sasa unaona Pauline kila saa ako TikTok, anapost videos zake zinaenda viral. Unatembea na yeye mahali unasikia anasalimiwa. Unataka pia hiyo influence ukue nayo. Na pia vijana wengi wanatumia social media because they feel like wana seek validation and acceptance. Like for example, when I post at content kwa TikTok, unapata kama ni content yenye hai relate na kanisa, inapata likes mingi sana na comments mingi sana. Alafu sasa yenye ina relate maybe na church, unapata the views are low. So unapata vijana wengi hawataki kujihusisha na mambo ya spirituality na church, anataka kuangazia
for lack of a better word, mambo ya dunia. Yeah. Unasema wakati mtu anaingia pale kwenye mitandao ya kijamii anaandika kanisa ina sakramenti 7, sakramenti ya ubatizo, anapata 2 likes. Lakini wakati anakuja pale anasema sherehe ilikuwa ya kufana sana, alafu anapost ka video kidogo akitingiza mabega hivi, likes zinashuka kushuka. So wakati wengine wanaangalia wanasema hata kama ni wewe utaandika sakramenti za kanisa ama utaandika labda nini inapaswa kufanyika wakati mambo kama haya yanatokea? Manake ni kitu ambacho tumekishuhudia. Labda kwako, mtazamo wako, Fiona, vijana wanapaswa kufanya nini ndio waepuke mambo kama haya, wasije wakafuatwa na masuala haya ya peer pressure? Kwa sababu ati Pauline amefanya, Fiona pia anafanya. Mimi naonelea we go back to our teachings in the church. Yes. Na pia wazazi wameachilia watoto wao sana. Wafuatilie what they post on social media, kenye wanatazama, hata si vijana like the youths peke yake, hadi hawa vijana wadogo. Unapata siku hizi watoto vitu wanatazama hazileti shangwe. So I encourage, kama kuna those activities, tukue kama uko hiyo social media, you introduce vitu kama prayer time. Kama you are opening a channel, unaanza tunasema kama juu 3 inakuanga masaa ya Rosary ya Divine Mercy, nasema 3 PM tunaingia live, tunafanya Divine Mercy prayers. Alafu pia to avoid hizo social media, vijana tukue na msimamo dhabiti. Like kujijue vitu zenye umefunzwa kitambo kutoka ukiwa mdogo, uzitilie mkazo. Isikue that unakuwa swayed around by, tuseme ukienda shule unapata au watu wa shule, this group yenye nimeshikana nayo hawaendi kanisa, unajiingisha na wao. Kumbuka vile ambavyo ulifundishwa kutoka huko kwa catechism classes. Yeah. Labda nikirejea kwako Pauline, labda unahisi ya kwamba ni wajibu gani wewe uko nao kama kiongozi wa vijana kule Naivasha, kuhakikisha kwamba vijana ambao wanakusikiza, wale ambao wanakuona kila siku, wale ambao wanaiga maadili yako kila wakati, wakiona kile ambacho umeweka kwenye mitandao ya kijamii kila siku, je, una wajibu gani kuweza kubadilisha maisha ya hawa vijana ambao wako Naivasha na wanaona wenyewe, nikiingia kwa account ya Fiona hata kile ambacho naona pale, nikiingia kwa account ya Pauline hata kile ambacho naona pale kinanivutia? Una wajibu gani? Basically what I'd say, being a leader comes with a lot of caution. You have to be very cautious vitu ambavyo unajihusisha nazo, and kama viongozi tunafaa tuelewe being a leader is influence. Also you should be very self-aware. What kind of a person am I? What kind of group, what people would I want? Yani unaelewa unahitaji nini, na pia unaelewa unapeleka watu njia gani. Na pia kama mimi binafsi, kwa maadili ambayo mimi nimefunzwa, kama pale ambapo mimi natoka nyumbani, kuna maadili ambayo mimi nikifanya yenye mama hakunifunza, pia mimi naona hapana, sifai kufunza watu namna ambayo mimi sikulelewa. So what I'd tell people is every young person with a phone is already a digital leader. What matters is what are you aiming to achieve? Which direction are you taking your youth towards? Also, digital everything comes with a lot of package. Una way nzuri na kile ambacho unaona ni kibaya. So before even going ufikirie kufungua account kwa kanisa, wafaa uelewe unafungua kwa nini, kwa namna gani, nitawahusisha watu kwa njia gani, na pia kama yamtukuza Mungu ama pia ni mambo ya dunia ambavyo Fiona amesema. Asante sana msikilizaji, dakika ndizo zimekatika 32 baada ya saa 2. Kama ndio unaingia ndani, hii ni Radio Amani, ngome ya nyumbani. Unaniita CSC ni Amani Usiku. Jumanne tunazungumzia masuala ya kujiconnect na Christ. Hawa ni vijana ambao wako hapa studioni, mabinti wawili. Tunaye binti Fiona kutoka katika parokia ya Kristo Mfalme Kathedrali, na pia tunaye Pauline Mwiruri kutoka parokia Francesco Saveri kule Naivasha. Tunazungumzia masuala ya vijana kujishirikisha pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, yani social media, na vile ambavyo inaweza impact ama ikaleta faida, labda pia hasara katika maisha yao ya kila siku, hasa wakati huu ambapo vijana wengi wanaonekana kusahau masuala ya dini. Unapozungumzia vijana saizi mambo ya Kristo, wengi wanahisi ya kwamba unawapotezea muda ama unampotezea wakati, lakini wakati unakuja pale unawaambia
hii wiki tunaenda summertide. Wengi sana wako pale kwenye mitandao ya kijamii wanafurahia sana. Naona Fiona amefurahi. Haya maneno anayafahamu sana. Atakuwa anatuelezea pale mwisho kile ambacho anafahamu. Msikilizaji, kwa hivyo kama una swali lolote kuhusiana na mada hii ambayo tunazungumzia, pia nafasi ya kwako, unaweza kutuma pale kwenye ujumbe 0717875739 ama 0788551970 0717875739 ama 0788551970. Unaweza kanitumia ujumbe wako pale. Kwa sasa usipige simu, maana kwa sasa mazungumzo ndio yameshika kasi. Nitumie tu ujumbe, nitakuwa napitia ujumbe wako. Lakini kama una swali nitakuwa pia nachukua simu za kwako pale baadaye. Pia pale kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook tuko live. Ukifika pale niachie ujumbe wako, nitakuwa naangazia muda usiokuwa mrefu wale ambao wapo ndani, wale ambao wanazidi kutegea pale. Namuona mwanadada anaitwa Ruth. Najua anafahamika sana na hata yuko hapa kwa ajili ya rafiki yake. Yuko ndani, anasema anasikiza sana na anategea zaidi. Asante sana Ruth, akiwa ama akitokea pale katika parokia ya Kristo Mfalme Kathedrali, yupo ndani. Kwa hivyo zidi kunitumia ujumbe wako, nitakuwa naupitia pale baadaye. Labda nikirejea kwako Pauline, tukisonga mbele kwa hawa vijana ambao wanapost vitu kwenye mitandao ya kijamii, maana yake mmezungumzia posting, na wakati umesema kwamba kila mtu anapokuwa na simu ya kwake, mara mingi vijana wanasema the phone is mine, the account is mine, what I post is mine. Lakini hajui kile ambacho anaweka kwenye mitandao, impact ambayo iko nayo kwa wale ambao wana view ni gani. Labda wale vijana ambao wanapost kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo la kupata zile likes, maana mimi najua vijana wengi, most of the people ambao wanapost vitu kwenye mitandao wako after likes, labda followers, labda kupata hizo views. Maoni yako ni yepi, ama wosia wako ni upi kwa vijana hao ambao wanapost tu vitu kwa sababu ya kupata zile likes, zile followers, lakini hajali, hataki kujua impact ambayo hiyo kitu ambayo nimepost iko na impact kwani kwa Fiona ambaye ana view. Na kuna wale ambao tunafungua, umewahi fungua TikTok ukascroll hivi ukiwa na mzazi, alafu ukafungua wewe ngoja kwanza hii ni nini? Wosia wako ni upi kwa vijana kama hao? Asante sana. Kila ambacho naweza sema, social media never forgets. In as much as we are aging with time. Naam. Na kila ambacho mimi na upload kwa TikTok account yangu itakuwa pale kwa zaidi ya miaka 50. Exactly. Na wale ambao wananiangalia, wale wadogo wangu pia, kwa jinsi gani watanibeba. So what I tell people that normally post, you have to have like uko na ile mind ya what impact am I having, or am I really doing this because this is me, or whatever am I doing, is it praising God, or am I doing, lazima ujiulize, lazima uangalie advantages kama vile ambavyo nimesema na disadvantages. From there now you'll be able to outweigh where am I falling. And also what I'd tell people is kwa Mungu ni kutamu pia. Vile ambavyo unajibamba pale kwa mambo ingine unafanya, the same thing you'd get. It's only a matter of finding direction and also being very much self-aware. So I tell them to be very much self-aware, and before even indulging in any activity, uangalie the attributes or the disadvantages or advantages, or is this the life that I'm living I'd want to continue living? Or if there's someone looking up to me, is it the same kind of lifestyle I'd want someone to indulge in? So I cannot tell someone this is the right direction to do this and this and this, because sababu sisi wote tuko na different things that tuna find is interesting. But what I tell them is to have self-respect, self-love, and also being very, very much aware, and not doing things because they are being done. At least you do things that you feel like wewe kwako nimefanya, I'm content, and I'm giving back to the same community that I'm trying to build. Labda nikirejea kwa Fiona, wosia wako kwa vijana hawa ambao wanaweka vitu kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo la kupata tu zile likes na zile followers, wewe unawaelezea vipi? Na labda solution inaweza kuwa ni ipi pia? Labda wafanye nini? Najua kuna mtu anaweza kuwa na post tu, labda hajui kile ambacho ana post ni kibaya. Kuna wakati nimekuwa mahali nikaelezewa, wakati unaweka kitu kwenye mitandao ya kijamii, acha tutumie mfano, wakati ambapo tunaelekea kunradhi kipindi cha uchaguzi, unapata mtu amechukua kitu mahali
na akapost kwenye mitandao yake ya kijamii, labda kuna mtu alitukana mtu fulani, na wewe ukaweka kwenye mitandao ya kijamii, ukachukua ukacopy the same message ukapost kwako, but remember umeweka the same message. Hata kama umeandika pale, hebu angalia chenye huyu alisema, but sasa kile ambacho umesema, kile ambacho unaweka kwenye mitandao ni the same negative message ambayo iliwekwa na mtu fulani. So you are not helping, kwa sababu kuna watu hata hawakuwa wameona, lakini sasa kwa sababu wewe kuna watu wengi wanakufuatilia, wataona huo ujumbe. Maoni yako ni yapi kuhusiana na vijana ambao wanajihusisha na mambo kama haya, na wosia wako ni upi kwao? Asante. So kama vile Pauline amesema, this internet never forgets. So before mtu aweke kitu kwa social media, you should ask yourself, kenye naweka ni ukweli? Na pia is it respectful? Na the other thing you can ask yourself is, does it glorify God? Ama itaumiza reputation ya mtu, itaharibia mtu mwingine jina. Alafu pia baadaye after nimekaa chini, after hiyo content imeenda, will I regret? Nitasikia vibaya kwa sababu niliweka hii kitu, maybe ikachukuliwa in either a positive way. Juu lazima, social media has two sides, positivity and negativity. Kuna mwenye ataichukulia positively, kuna mwingine ataona umekuja kumchomea CV, umekuja kumharibia jina. So before uwekele content, uangalie kama Mkristo, hii content ambayo ninaweka ni porojo, yani gossip, ama ni content ya uongo, ama pia natumia offensive language. Like unaweza pata unatumia language ambayo maybe kwa mtu mwingine hata ichukulia vizuri, atachukulia ni kama unamtusi. Ama pia zingine ndo nasema ina trickle down, like kuna mwenye anaichukulia positively, negatively, mwingine anaona kama you are trying to bully huyo mwenye unaeka kwa hiyo content yako, mwingine anaona your content is immoral. So instead ya kushare hii content yenye bado hauko sure about it, na unaona after a while utaanza kuregret, you can share content yenye ina educate both wewe na mwenye anaangalia hiyo content yako. Alafu pia it encourages a young person somewhere, or maybe an old person. You never know the audience wenye wanatazama content yako. Na pia you should be an inspiration kwa other young people. Isikwe mtu akikuona huku nje anasema, mimi siwezi taka kukua kama Fiona. Na pia mzazi akikupatana na wewe anasema, mimi siwezi taka mtoto wangu aige tabia za Fiona. Naam. Sijui kama mzazi, najua nakumbuka kitambo mzazi alikuwa anatumia mfano ati usikue kama, mbona msikue kama watoto wa nani? Mbona msikue kama watoto wa nani? Sasa niwaulize, unajua wakati fulani umezungumzia kitu, labda unapo washauri labda hawa wanarika kama vijana, mara mingi kuna vile ambavyo yeye atachukulia. Na unajua uweze control vile Devi atachukulia kile ambacho Pauline ameniambia. Labda Pauline anahisi kwamba content ambayo Devi ana post ni very wrong, haileti wa Kristo ama vijana hawa karibu na Kristo ama Mungu. Lakini wakati namuelezea, yeye ananiambia, anafili ya kwamba wewe hakuna kitu unaniambia, wewe unajifanya tu, hii kitu ambayo una post ni ya muda tu, tutapatana. Anakuambia wewe Pauline, ile ambayo una post sasa, unaona wewe ndio unajua God kutuliko, si ndio? Ni sawa, tutapatana. Labda mnadini, najua mambo kama labda mnapatana nayo. Wewe binafsi kama Pauline unakabiliana vipi na negative feedback kama hii kutoka kwa labda kwa wanarika? Manake zipo. Definitely ziko. Na kwa wingi sometimes, but kila ambacho naweza sema kama sana kama kiongozi, you have to understand the environment that you're coming from, like the people you're dealing with. Uwezi waelewa kwa kabisa, lakini unafaa ujue kuna this percentage wanakuanga hivi, so you'll have a way to maneuver around with them. And also you should understand that you are very different people. And what brings the beauty kwa kanisa pia ni the diversity. Kila mtu akona strength yake, kuna mtu ako hivi ako vile, utofauti wetu ndio unaleta utamu sana tukipatana pamoja. So kile ambacho naweza sema, after understanding the people that you're dealing with, also you have to grow thick skin in a way. Yes. Kwa sababu hautakuwa na explain kila kitu tena kwa kila mtu. Kwa sababu vile nimesema tuko tofauti sana. But there's a way I'd be able to minimize
hautamaliza yote, lakini there's a way you will have to minimize and know how to deal with the people that you're leading. But also having a thick skin is very important, kwa sababu you won't be going back ranting to them, ulisema nini. You have to take some critics in a positive way, in a way, kwa sababu inakusaidia pia wewe ujijue. Wakisema Paulina anakasirika sana, nafaa nirudi nyumbani, na ni ukweli ni kama anakasirika. So in a way I'll be able to manage my anger issues. So in one or another, venye Fiona amesema, it comes with a whole package of positive and also negative things. Yes. But again, you cannot dwell much into negative sana pia. Yeah, unaangalia ile nzuri pia unasonga nayo. Pauline, labda nikirejea kwa Fiona, umefika mahali mtu amekwambia wewe acha kujifanya. Unajifanya sasa wewe ati unatupostia kila siku masomo. Ati wewe ndio unajua sasa unajua masomo, kwani wewe ni father? Kama ungetaka kuwa sisters ungetuambia. Mambo kama haya unapata mtu anakuambia mambo kama haya. Una deal vipi na such response ama feedback kutoka kwa watu? Nikisema nimepata hizo feedback sana. Sana, ama unapata mtu mwingine anakuambia like, na si kama ulikuwa unaona umeingia deep into the church, ungekuwa sister. So comments zingine kama hizo venye Paulina anasema zinakuumizanga, but you have to think ahead. Yes. Uangalie as much as kuna huyu mmoja mwenye ana feel ni kama najifanya, kuna wengi sana wenye nimeinspire, na pia nimeeducate. So they are learning something from me. So as much as tuna consider pia hii negative, unafaa kutilia mkazo the positive side of it. Alafu unaangalia hii Kenya anasema, pia una assess, is it true? At some point unaona ni kama maybe Kenya na post na vitu nafanya kwa ground ni tofauti. So unapata that's why some people wanapata hizo criticism. Yes. Unakuwa criticized juu vitu zenye unapost na vitu zenye unafanya kwa ground ni tofauti. Maybe kwa social media na post kanisa, daily readings, affirmations, alafu nikikuja kwa ground mimi ndio wa kwanza kutusiana. So as much as possible, kama kiongozi ubalance venye una behave both physically na pia kwa technology. Na naona ni kama the negative aspect of it zitapungua. Dakika ndio hizo 46 zinakatika baada ya saa 2. Msikilizaji, tunaendelea na mazungumzo ya moja kwa moja. Niko na mabinti wawili, Pauline kutoka kule parokia ya Mtakatifu Francisco Xavier kule Naivasha, na pia niko naye ambaye ni vice moderator, na pia niko naye Fiona ambaye ni moderator katika dekania hii ya Nakuru wa vijana ama wanarika hawa kutoka dekania hii ya Nakuru, na pia parokia ya Kristo Mfalme Cathedral. Tunazungumzia masuala ya vijana wanavyotumia social media, jinsi ambavyo wanatumia mitandao ya kijamii, labda kama inawaleta karibu na Kristo ama inatutenganisha hata zaidi katika masuala ya Ukristo. Naona wengi sana wako ndani, nipitie baadhi ya jumbe za wale ambao wapo ndani. Namuona anajiita Mike anasema Fiona kutoka City K asalimiwe sana. Hapa ni Christ the King, asante. Alafu anajiita Gabiolo anasema Christ the King youth tuned in from Maralal Town, anasema big up Fiona and Pauline our leaders, asante sana. Anajiita Michelle Kipkonga anasema tumsifu Yesu Kristo OCS na wapata loud and clear, salimia Fiona na Pauline, wamesalimika sana. Alafu anajiita Eric Ndwiga anasema say hi to Fiona our moderator. Namuona Joseph Ndegu anasema St. Simon and Jode Machine anasema well represented, wasalimu Fiona na Pauline, asante. Alafu Peter Odur anasema from Oyugis Homa Bay yuko ndani. Silvia Kirubo anasema yuko ndani akiwa maeneo Mlima Ugali, anasema wote waingie ndani hadi mwisho, anasema salimia wageni sana. Wageni wamesalimika sana. Josephat Maliolo anasema niko ndani hadi tamati, Mungu ni mwema, asante. Alafu Ariana Maish anasema niko ndani kabisa, say hi to Fiona wa moderator Christ the King youth, asante. Huyu nadhani mnamfahamu sana huyu Ariana, manake mara mingi ukiona Fiona haukosi kuona huyu Ariana pale karibu na Ruth, na mwingine anaitwa Rehema. Wanapenda kufuatana kama chanda na pete. Sijui mbona leo umekuja, utatuambia mbona umewaacha leo ukakuja peke yako ukachagua kutembea na Pauline leo. Joan Masika anasema yuko ndani akiwa maeneo ya St. Dominic Naivasha. Yuko ndani. Alafu anajiita Wine Lakiwa anasema nipo ndani from St. Francis Xavier Naivasha Parish, asante. Felix Cheche anasema niko ndani, tumsifu Yesu Kristo, anasema salimia Fiona na Pauline.
alafu anajiita Mr. Lasti yupo ndani, asante sana. Namuona mwingine anajiita vipi, anajiita Quinta Ernest, anasema yupo ndani. Gabriel Wanjala anasema nimeona yupo ndani. Gilbert Gitao yuko ndani. Zakari Wainaina anasema OCS tumsifu Yesu Kristo, nipo ndani. Daniels anasema ndani kwa mpigo. Alafu Mike anasema tuko on pamoja ndani ya show. Ni Selina Atieno. Lucy Mwangi anasema Youth wa Christ the King, oye. Alafu anajiita Grace Saleh anasema pamoja. CTK Kangemi ndani ya Amani Usiku. Nikiangalia pale juu nani ameingia ndani, anajiita Shentafin anasema hi OCS, nipo ndani. Elona Chepkoech anasema well represented from Cabernet, anasema say hello to wageni, asante. Alafu anajiita Deno anasema Lopez up big up fan wa Fiona ana mashabiki sana. Fiona, kwani kuna watu uliachia, unajua tunaelekea msimu wa campaign, kwani kuna watu umeachia kakitu? Alafu anajiita nani pale, anasema kwenye ujumbe, anasema niko ndani, ni Niko St. Joseph Rescos the Waka, anasema anatupata vizuri. Alafu anasema anawapata poa. Huyu ni Wanja Gitahi akiwa maeneo ya Likia. Kisha Janet kutoka Nakuru anasema anasikiliza kwa makini sana. Tuko na dakika 11 tu imesalia kwenye mwendo wa saa 3. Tutakuwa tunamalizia mada yetu chini ya dakika 11 zijazo. Kwa hivyo tunaenda haraka msikilizaji. Nafungua laini zangu za simu, naziweka wazi. Kama uko na swali tafadhali nipigie simu uweze kuzungumza na wageni wetu ambao tuko nao. Tuko na Fiona na tuko na Pauline. Hawa ni wanarika wetu. Tuko na moderator ambaye ni Fiona na tuko na naibu moderator kutoka kule Naivasha, St. Francis Xavier ambaye ni Pauline. Tunazungumzia masuala haya ya vijana kujishirikisha kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kama una swali basi nipe swali la kwako, nitakuwa nalipokea tena sana. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Ni Francisca Maleto kutoka Olkurto, anasema niko ndani, wasalimie wageni, wamesalimika sana. Tusikie muungwana kwenye laini ya simu, ana swali lipi? Radio Manielo. Hello, Radio Mani. Mambo vipi? Sana, ni Ann kutoka Dubai. Karibu sana Ann. Salimia wageni. Wamesalimika? Alafu waulize. Wanaweza panga watembee kutokea Kiptangwanyi wakutane na vijana wetu. Watembee kule Kiptangwanyi wapatane na vijana. Haya, wacha swali hilo limeandikwa chini, watakuwa na kujibu. Sawa, nitafurahi sana wakitutembelea, ndio vijana nao wapate kusimama juu wameingilia mambo mabaya. Inakuta kijiji hakuna amani juu ya vijana. Sana wanapotea. Asante. Karibu sana. Thank you. Asante. Anaitwa Ana akiwa maeneo ya Dubai. Swali lake tumelipata. Anauliza kama wanaweza wakapanga kuelekea yale maeneo ya Kiptangwanyi. Kule ukienda kule ni kwa Father Kipkemei. Kiptangwanyi, Kipkemei wanajiita wenyewe wana Cape Town. Hivyo anasema kama mnaweza elekea kule. Labda tupate swali jingine kisha nitakuwa nawapa nafasi. Labda mmoja wao atakuwa anajibu swali moja baada ya nyingine. 0717 875 739 0788 551970. Nipe swali la kwako msikilizaji. 52 zimekatika baada ya saa 2, dakika 8 imesalia kwenye mwendo wa saa 3. Tutakuwa tunakwenda kupata shajara pale ambayo tumeandaliwa na mwenzangu Simba Baraka pale. Anasema tumbo joto, anasema yuko ndani. Huyu anajiita tumbo joto, anasema yupo ndani, anategea sana. Sijui yuko maeneo gani. Asante sana tumbo joto, hata wakati huu akijibaridi bado yupo ndani. 0717875739. Zungumza nami, line yangu ya simu ipo wazi. Hii ni Radio Amani, ngome ya nyumbani, G-Connect na Christ. Ndio kitengo ambacho tutazungumzia kwenye kipindi hiki Amani Usiku. Unaniita Beki Deview, kinita OCS, nitakuwa ninaitika pale. Labda nimpe nafasi Pauline aweze kujibu swali hilo ambalo limeulizwa naye Ann, tukisubiria maswali mengine pale tukisonga mbele. Karibu sana. Asante sana. From the voice I'd tell it's from a mother. Naam. Nashukuru sana for the concern. Kile ambacho naweza sema, nashukuru sana kwa mwaliko, lakini pia tutaweza kumweleza coordinator wetu Michael Mairo, ambaye watazungumza na chaplain Father Patson, ambaye watafanya mipangilio
alafu watatafuta wakati, tutaomba watafute wakati ambao tutaweza kuwatembelea wale vijana pale Kiptangwanyi. Labda Fiona kule Kiptangwanyi, labda parokia hizi mbalimbali, maana najua kama Pauline anatoka kule Naivasha, najua pia katika hizi parokia kuna baadhi ya viongozi wa vijana kule. Labda mipangilio kule na kule Cape Town ama Kiptangwanyi ni ipi? Ya hawa viongozi, manake tunajua kwamba kumekuwa na uchaguzi mwaka huu. Labda ofisi ya wanarika, mipangilio yenu katika parokia ambazo hamjafika kama ile Kiptangwanyi ambayo wamesema ni ipi? So asante sana. Ningesema since we have done elections huu mwaka, we'll try as much as possible kuincorporate au viongozi wapya, kwa sababu unaweza pata sana wengi wao ni wadogo. So wakikuja wakae pamoja nasi, tutakuwa na maybe platforms za kukuja maybe kufunzwa about technology, ukuje maybe exchange program, tuende exchange program kwao, tuone vile ambavyo wanafanya mambo. Saa zingine wao wenyewe wakuje kwetu ili tuweze ku ensure that all parishes in our diocese youths wote wameinuka na wako imara katika imani. Na pia ningehimiza wazazi wajaribu kufuatilia chanzo kwa nini vijana wamepotea kanisani. Maybe it's because of the comments some of the parents before made at youth squeezy, like tunakuwa categorized youth wote, venye youth fulani anaeka kitu kwa social media unasikia vijana squeezy hawa Gen Z wanafanya hivi na hivi. So try as much as possible warudi back to the roots, wajaribu kuongea na vijana wao hata hapo manyumbani. Ndio by the time sisi kama jimbo tunafika kule, tuweze at least solution tunaipata kwa urahisi. Manake solution wanasema iko na sisi wenyewe. Iko na sisi wenyewe, naam. Naam, labda nikirejea kwako Pauline, tukimalizia haraka manake tuko na dakika 5 tu. Ushauri, kuna mtu ambaye anauliza ushauri gani ungependa kuwapa vijana ambao wangependa sana kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Hawako pale kwenye social media, lakini angependa sana kuingia pale kwenye social media, lakini bado anataka kusalia katika hali ya Kikristo. Asiingie pale alafu abadilike, asiwe malebo. Asante sana. Kile ambacho nitawaeleza, before you start something you have to plan. Before you execute lazima uwe na mipangilio ambayo umepanga. Kwa nini nahitaji kujoin? Kwa nini? And then you have to set aside your normal life and also life ya kanisa. Uelewe jinsi gani nitazipatanisha mimi kibinafsi na imani yangu. Kama you're not fully aware of your faith, I'd tell them to first watafute jinsi ambayo wameweza kumjua Mungu, kumjua Kristo before you open any account. Kwa njia like, I believe everything that I put my energy into, it has to be something that glorifies God. Na kwa namna hiyo singependa life yangu na life ya Ukristo isiweze kuambatana. So what I tell them is they be very aware kwa jinsi gani mimi namfahamu Kristo, kwa jinsi gani nikijihusisha na vitu zingine za dunia, kwa sababu social media is one of the things that came. Nitawezaje kuwa bado mimi nikijoin pale? Do not lose your authenticity because of something like this. So you have to be very aware, very authentic to yourself, and also you have to be very, very honest to yourself. And then from there now you'll be able to understand kwa njia gani, which path am I willing to take, niki incorporate digital everything that comes with it. And itawasaidia sana kukosa kudeviate from njia ya Ukristo na njia ya mambo ya dunia. Acha niaite hivyo kwa sababu mimi nilipata story kitambo, disciples walikuwa wanaenda village to village. Yes. Now saizi ni digital, you say something and go viral. Yes. So you have to be very cautious also, very very cautious. Ndio usiweze kuomit ama usiweze kuwa na mafunzo yako hapa nje ambayo yaambatani na our Catholic faith.
Asante, labda nataka nimalizie haraka manake tuko na chini ya dakika 2. Nirejee kwako Fiona, kuna swali limeulizwa hapa na ni swali ambalo nilikuwa nataka pia tumalizie tunalo kutoka kwako. Anasema napongeza sana hawa wanadada kwa mafunzo mazuri sana. Niko maeneo ya St. Joseph the Work hapa Rescos. Anasema huku kwetu bado hamjafika kweli. Anasema mbona wanaenda kuanzia huko mbali na hapa nyumbani hawajafika. Kwa ufupi anauliza ama mtu anajiconnect aje na Christ. Na ni swali ambalo nilikuwa pia nikuulize, naomba ushikanishe swali hilo na hili, labda mtu anajiconnect aje na Christ. Ama mtu ambaye angependa pia kujiunga na kikundi hiki cha wanarika, anaingia aje ndio akue miongoni mwa wale ambao wako ndani ya Kristo. Kama mimi Devi nataka kujiconnect na Christ, nataka kujiunga na nyinyi, naingia vipi? Asante sana Devi. Hiyo ya St. Joseph kidogo na wapatanga sana kwa TikTok. Yes. Naona St. Joseph Youths wako na TikTok channel yao yenyewe, of which they post content kama venye wanaimba choir, maybe when they go for prayers wanapost pale. Alafu ningetaka kueleza ndio ujoin kikundi chetu cha vijana. Youths is categorized in 3 groups. Kuna MYM ni ya youths ambao wako in senior secondary school. That is the age of 15 to 17. Yes. And then kuna the youth serving Christ ambayo sisi sasa tuko kwa hiyo category. Ni 18 years to 25 years. And then kuna the CYA ambao ni 26 years to 35 years. So before you join any group, angalia ni wapi una fit. Isikwe like nikienda kwa group ya youth, vitu zingine naona wakifanya, tuseme kama for example sisi tumeenda team building, maybe wewe uko na tuseme mtoto nyumbani, unaona sisi masaa tuangalii sana, tunasema maybe curfew ni 7, na wewe unaona hiyo 7 mimi nitakuwa nimechelewa zaidi. So una feel like kwa group yetu ya youth kuna, for lack of a better word, kautoto fulani kenye wewe una feel uko a bit mature kukua kwa hiyo group. So ati mama unasikia mwingine anasema hiyo mkutano kama haina chakula mfanyie online. Siwezi kuja. So kwanza tuji examine. Alafu it's important kujua kwa kila kikundi sisi wote tumekuja kwa hii kikundi ndio to grow. Whether physically, psychologically, hata tuseme for example kwa group yetu tumekuja wengine some we are jobless. So nimekuja at least nipate connections, like the more na interact na watu the more napata connections na build na juana na Wakristo. So it's very important ujiunge na any group of the church. Hata kama tuseme for example utasema na participatingi kwa jumuiya. Si vitu zote ambazo zinafika kwa jumuiya ziko kwa vikundi. Kuna vitu mingi sana kwa vikundi wana omit. Jumuiya sasa jumuiya imeincorporate kila mtu, ikuwe ni kijana, ikuwe ni mzee, ikuwe ni mtoto. So kuna activities zingine za jumuiya una feel like si zako. So ni vizuri sana ujiunge na vikundi. Alafu pia hiyo point ya kutembea St. Joseph, point noted. Tutatembea. Asante sana. Asanteni sana dada zangu wawili ambao tumekuwa nao. Imekuwa mazungumzo mazuri sana. Naona muda umeenda kwa kasi sana. Yaani wanao imeisha kwa haraka sana mpaka hata mimi nashangaa. Tayari saa 3 imekatika dakika 1, lakini sitaki kukosa kuwatendea haki. Manake hawa ni wanarika. Nataka niwape sekunde 30 kila mmoja. 30 seconds. Na nimesikia ukisema mko kwenye kitengo cha Youth Serving Christ. Si Youth Serving TikTok. Mnasikia vizuri? Natumai umesikia wewe ambaye unanisikiza wewe. Wewe ambaye bado hujaingia kwenye kikundi ambacho kinatumikia Kristo, jitahidi bwana. Wacha yani TikTok haukosi, Ukiitwa twende team building, hauwezi kuja. Ukiitwa twende jumuiya, kuna mtu aliulizwa by the way, tulikuwa mahali. Si mimi niliuliza, but kuna mtu aliulizwa, uko jumuiya gani? Akakodoa macho akaangalia padri. Wacha nisiseme ni nani, kwa sababu najua mtasema ni mimi. Anyway, sekunde za kuhesabu. Tuma salamu kwa watu kadhaa, wale ambao najua wamekuwa wakikusikiza. Sitaki niwakosee kwa sababu najua labda kuna watu walikuwa wamewatuma. Ukifika pale, ukikosa kunisalimia utajua mahali utapitia ukifika Naivasha. Hebu nianze na Fiona. Salamu kwa watu, sekunde chache sana. Asante sana. Ningependa kusalimia Ruth,
Maria, na pia Wakristo wote Wakristo Mfalme, na pia vijana wote ambao wako tuned in kwa G-Connect na Christ. Na ningependa kuwahimiza isikuwe ni leo peke yake uko kwa show ati juu mimi niko. Tujaribu as much as possible sisi wote tukue. Na pia wasikilizaji wote kutoka jimbo letu lote la Nakuru nimewasalimu. Asante. Na nimeona kuna ukweli hapo. Msikuwa mnasikiza tu radio kwa sababu Fiona ako. Kuna ukweli kwa hiyo statement. Nakuja kuambia kwa nini nimeona ako kwa statement kana ukweli. Karibu sana Pauline. Thank you. Peana salamu pia wewe kwa watu wa Ingo. Najua Naivasha huko ni Ingo. Samaki. And salimia wazazi wangu, pia my siblings, and also vijana kutoka parokia ya Mtakatifu Francisco, pia Kigango ambacho mimi natoka cha Mtakatifu Dominiki, na pia Wakristo wote kwa jumla ambao wametusikiliza leo na ambao tunaweza kupatana nao kila wakati tunapokuwa na hizi events. Not only to forget our youth coordinator, kwa njia hii tunaweza kuevangelize. This is a nice platform. And also tuwasalimie pia wale watumishi wa Mungu ambao wanatembea nasi. Sana sana pia pale kwetu Naivasha. Tamsalimia chaplain wetu wa youth, Father Eric. And also nitamsalimia pia chaplain wetu wa jimbo, Father Patson, na pia wote ambao wamejitolea kutembea na sisi. Asanteni sana, nami pia nawashukuru. Kuna mtu anaitwa Kuzo Regina anasema salimia sana hao wanarika. Anasema ama kweli huyo Fiona na mwenzake they are true leaders. Anasema confidence 100%. Alafu kuna mwingine anaitwa Chela anasema salimia Fiona sana, asalimike sana. Kuna mtu mahali alinifunza hata kama hauna content, confidence ikue 100%. Confidence 100%, content 0, lakini exam lazima tufanye. Unaingia kwa mtihani hujasoma, confidence 100, content 0, lakini uko ndani na lazima utafanya mtihani. Asanteni sana kwa kufika na washukuru sana. Msikilizaji, kipindi hiki unaweza kitagia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku. Kila Jumanne huwa tuna wanarika hapa studioni tukipiga gumzo kuhusiana na G-Connect na Christ. Saa 3 dakika 5, msikilizaji, ni wie radhi, shajara inakujia kwa kuchelewa kidogo, lakini ni kwa sababu ya mazungumzo ambayo tumekuwa nayo ya kufana sana. Natumai wewe ambaye ni mwanarika umeweza kupata kitu siku ya leo. Tupata shajara, tupatane baada ya shajara. Kumbuka tunapiga hadi mida ya saa 6. Unaniita OCS, watu wangu wa Egypt. Luere. Tupatane baada ya shajara. Tunakuelimisha, tunakuburudisha, tunakupasha. Radio Amani 88.3 FM, ngome ya nyumbani. Tukitangaza kutoka makao makuu ya Jimbo Katoliki la Nakuru. Hii ni Radio Amani 88.3 FM, ngome ya nyumbani. Kwa taarifa sahihi, matokeo na matukio yanayojiri kila pembe, tunakupasha yote yanayotendeka kutoka kaunti, kitaifa hadi ngazi ya kimataifa. Hii ni shajara ya Radio Amani. Matumaini yangu ni kwamba jioni yako imekwenda vyema na hujambo. Karibu kwenye shajara Radio Amani. Baadhi ya taarifa tulizozipo zitwa juu jioni ya leo, ikiwa ni kwamba Kenya imeadhimisha siku ya Sabasaba hii leo, huku hali ya utulivu kishuhudiwa katika sehemu nyingi za nchi. Na viongozi wa dini wahimiza amani kabla ya uchaguzi mdogo wa Ole Kalau huko Nyandarua. Katika rubaa za kimataifa ni kwamba watu zaidi ya 500 wamekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola huko DRC. Kwa mara nyingine na kwa mkunjufu